Bwana Yesu asifiwe. Ninakusalimu kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Mungu ni mwema, Mungu ni mwaminifu, ameendelea kutupa neema na kibali cha kuendelea kuwepo katika siku ya leo. Ninamshukuru Mungu sana kwa ajili ya neema hii na kwa ajili ya kibali hiki ambacho ametupatia ama amenipatia cha kuendelea kuwepo katika siku ya leo. Najua kuishi kwangu ni kwa neema yake. Kila kitu kwenye maisha yangu ni kwa neema yake, na wewe kuwa hai najua pia ni kwa neema yake. Uwe unajua ama hujui, ujue hivyo kwamba kwa kuwepo kwako hai ni kwa neema yake. Kama kawaida, kwa majina yangu ninaitwa Mchungaji Jackson Komando. Leo kuna kitu ambacho nataka nije tuzungumze ama nizungumze juu ya nini, juu ya hizi nyimbo za singeli, dhidi ya hizi nyimbo za singeli, kwa sababu kuna kitu ambacho kinaendelea. Watu wanaweza kuwa wanakijua ama hawakijui, ama wakijui jua nini, juu ya nyimbo hizi za singeli. Ukiona tangu yule Waziri Kabudi alivyosimama na kusema kwamba wanafikiria kwamba waifanye singeli kuwa nini, kuwa nyimbo ambayo itawakilisha, ambayo ni nyimbo zitakazowakilisha taifa la Tanzania. Baada ya watumishi wa Mungu, kwanza kukemea hilo swala ambayo amelisema, tunaona kuna mabadiliko ambayo yametokea kwa kasi. Juu ya hizi nyimbo za singeli, chochote kile ambacho kinachofanyika ni ili kwamba shetani anataka kuhalalisha kitu ambacho ni cha kumchukiza Mungu. Taifa ni letu sote, wala sio la mtu mmoja. Taifa ni letu sote. Kwa hiyo lazima sisi tusimame kwa ajili ya kusemea nini? Kwa ajili ya kusemea taifa letu, pale tunapoona kwamba kuna kitu ambacho hakiendi sawa, kwa sababu neno la Mungu limeshasema. Kwenye kitabu kile cha Isaya sura ile ya kwanza mstari ule wa 4, ole wake taifa lenye dhambi, Na sisi hatuwezi kukubali kitu ambacho tunaona hiki kinaweza kuwa hatari kwetu sisi na kwa uzao wetu. Kwa hiyo toka watumishi wa Mungu walipoanza kupiga vita hizi nyimbo za singeli, kuna mabadiliko ambayo yameonekana, lakini tunamshukuru Mungu kwa sababu sisi hatumo miongoni mwa ambao wanaotembea gizani, kwa sababu neno la Mungu limesema kwenye kitabu kile cha Yohana 12:35 kwamba yeye atembeaye gizani hajui aendako. Kwa hiyo lazima tusimame kama watumishi wa Mungu ambao tunaiona kesho ya taifa, tunaiona baadaye ya taifa. Lazima tusimame kwa ajili ya kusema kile ambacho kinaweza kinaendelea katika ulimwengu wa roho, kwa sababu kwenye ulimwengu wa roho watumishi wa Mungu wanaweza wakajua kile ambacho kinachoendelea katika ulimwengu wa roho, na kuambia watu wengine ili kwamba wajue kitu gani ambacho kinaendelea. Kwa hiyo tunaona toka watumishi wa Mungu walipoanza kupiga kelele juu ya hizi nyimbo za singeli, tunaona kwa mabadiliko ambayo yamekuja kwenye hizi nyimbo, na yote sababu kwamba anataka kuhalilisha hii nyimbo. Shetani anataka kuhalilisha hizi nyimbo kwamba ionekane kwamba ni ya thamani, kwamba ni bora. Ndio maana naona hivi sasa naona hawa waimbaji chipukizi ambao nasikia wanasemwa sana, maana kila sehemu nilikuwa naenda nasikia majina yao. Kabidi nitafute hawa watu wanafanya nini. Sijui nani huyu, sijui anaitwa Pattern, sijui dogo nani, namna wanavyokuja kasi ili kwamba kuweka hamasa kwa watu ili kwamba waone kwamba huu muziki ni bora, huu muziki ni bora, lakini hakuna ubora wowote kwenye hizo nyimbo ambazo wanazoimba. Na ndio maana unaona
unaona nini, ukisikiza kwa nili labda kwa nyamba unasikiza kwa nini, unasikiza kwa macho labda kwa masikio ya kimwili, hamjataka kufungua masikio yenu ya kiroho, msikize kitu gani ambacho anachoimba. Unaona kwamba yani ukisikiza, yani ni uimbaji tu wa kawaida, ni kama kawaida kabisa, ni uimbaji wa kawaida, lakini namna adui anavyo promote, yani anataka kukuza kwamba onekane kwamba hizi ndio zenyewe, kwamba hizi ndio zenyewe. Tutaendelea kusimama na kuendelea kupinga hizi nyimbo zingine, kwa sababu zimejaa laana. Hatuna maana kwamba nyimbo zingine ziko vizuri, zote haziko vizuri. Ndio maana ilifika hatua kuwasema hata waimbaji ambao wanaimba nyimbo za Injili, tunawasema namna wanavyoimba, na kuwaomba pia wabadilishe majina ya nyimbo, wasijiite tena waimbaji nyimbo za Injili, kwa sababu hawaimbi Injili, hawaimbi Injili. Kwa hiyo kwenye nili lazima tutasema kwamba kile ambacho kinachoendelea, ambacho adui anakipushi kwa nguvu, ili kwamba watu waanze kuona kwamba Singeli ni nyimbo nzuri, watu waanze kuzipenda. Anatumia nguvu kweli kweli, lakini wana wa Mungu naendelea kuambia epuka sana nyimbo hizo na nyimbo zingine zote ambazo za kidunia, ziepuke kwa sababu mambo ambayo yanaendelea sio mazuri, kwa sababu kuna vitu ambavyo wanavifanya ili kwamba waendelee kuwa hivyo walivyo. Kwa hiyo lazima tuwe makini kama wana wa Mungu na watumishi wa Mungu, tuwe makini kuweza kuendelea kupinga hiki kitu ambacho wanataka kukihalalisha kwenye taifa letu, kwenye taifa letu. Na kama wakikihalalisha, basi sasa Mungu atete na hao ambao wanaokihalalisha. Yani ikiwa ni rais anahalalisha, akiwa ni waziri anahalalisha, akiwa ni mtu yote ambaye anahalalisha hicho kitu, Mungu basi atete na yeye mwenyewe, asitete na taifa letu, basi atete na huyo ambaye anakihalalisha, kwa sababu sisi tunakataa, tutaendelea kukataa kwamba hicho kitu hakifai katikati ya jamii, Kwa hiyo ambaye anakihalalisha yeye Mungu atete naye yeye mwenyewe, kwa sababu huo uozo wa kwani hakuna mtu ambaye anaweza akaukubali kwenye taifa letu. Hakuna mtu anaweza kukubali kwenye taifa letu. Tunajua serikali ni ya watu wote. Serikali ni ya watu wote ambao wana dini na ambao na wenye dini, wote serikali inawasimamia wote. Lakini naamini pia hata mpango wa serikali au furaha ya serikali ni kwa hata wale ambao wana dini, wale ambao hawajapata neema ya wokovu, wapate neema ya wokovu, ili kwamba waweze kubadilika, wachane na mambo hayo ya kuhamasisha mambo ambayo mambo yasiyofaa katikati ya jamii. Kwa hiyo kitu ambacho shetani anakipushi kwa nguvu hivi sasa ni muziki huu wa Singeli, kwamba uonekane sasa ni bora, na sisi tutaendelea kukataa, wala sio bora, hawezi kuwa bora. Ambaye anafanya kuwa bora kupromote kwenye taifa hili, basi Mungu atete na yeye mwenyewe. Mungu asiweke uovu huo kwenye taifa letu, kwenye taifa letu, aweke huo uovu juu ya kichwa chake yeye mwenyewe, huyu ambaye anaweza kapitisha. Ikiwa ni bunge, Mungu aweke Mungu aweke huko Mungu aweze kuteta nao hao ambao wanaweza kupitisha hivyo vitu ambavyo visivyofaa katika jamii, ili kwamba tusiweze kupokea mapigo kwa Mungu, kwa sababu ya ujinga na upumbavu wa watu ambao wanaangalia tu kimwili, hawaangalii kiroho, wanaangalia kimwili, hawaangalii hata madhara ni nini, madhara yake ni nini. Kwa hiyo iko hivyo kitu ambacho kinachoendelea sio kizuri. Kwa hiyo kama watumishi wa Mungu tutaendelea kupinga, na tunapinga hicho kitu ambacho kinachoendelea kwenye hizo nyimbo za Singeli. Na tunajua kitu ambacho shetani amekiweka kwa huyu dogo Pate nani, tunakijua. Kwa hiyo na sisi tunasimama kupinga, hicho kitu kiwezi kuwa halali kwenye taifa letu, kwenye taifa letu. Kiwe halali kwenye nyumba
zao wenyewe, wasikilize hizo nyimbo wakiwa na wake zao na watoto wao ndani chumbani kwao, wasikilize wao na waziharadishe umo kwao, wazalishe umo kwao, wasija wakalalisha kwenye taifa letu, waache tu waendelee hivyo hivyo, sababu wenyewe wana dini, waache tu waendelee hivyo hivyo, wasije wakazitangaza kwamba ndio ni ya taifa. Ukisema tu taifa, umetoka na sisi umo wote, yani wote na warokole na ambao sio warokole wote, na sisi unatuweka nini, unatuweka umo kwa sababu sisi tuko ndani ya taifa hili, Kwa hiyo tunakataa na tunaendelea kupinga, hatukubali kwamba hizo nyimbo wasifanye kwa nyimbo kwamba ziwe nyimbo za nembo ya taifa, ziwe nyimbo za nembo ya taifa, wala hatukubali. Basi kwa leo naishia hapo, siku nyingine tena Mungu akipa kibali tutaendelea kuja kusema kile ambacho naona hakijakaa sawa, na ambacho pia Mungu atasukuma ndani yangu ukisema, nami nitakisema, ili kwamba tuweze kupona sisi kama taifa, ama kama kanisa, ama kama Watanzania wote tuweze kupona. Basi nikutakie amani ya Bwana, na nakusalimu pia kwa jina la Yesu. Shalom.